Shenda Mtito TV, Shenda Mtito TV, Shenda Mtito TV, rafiki namba moja wa burudani na michezo. Rafiki namba moja wa burudani na michezo. Yes, niko na Machiri hapa Benjamin Mkapa kwenye viunga vyake, tukiweza kupiga story kuelekea siku ya mechi ya ngao jamii Yanga dhidi ya Simba Sports Club. Machiri vipi? Bwana poa, niambie ndugu yangu. Ni shwari kabisa. Bwana, ile siku ambayo ilikuwa nasubiriwa kwa hamu ndio leo bwana. Mapema sana Benjamin Mkapa umefika. Unategemea nini zaidi leo kutoka kwenye timu yako? Kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kufika salama sehemu kama hii, kwa sababu tunatoka maeneo mbalimbali. Lakini kitu ambacho tunakuja ukiangalia leo ni ule tu muendelezo wa usajili. Nani amefanya usajili bora, nani amezingatia maeneo yake. Kwa sababu msimu uliopita klabu ya Yanga ndio klabu pekee tunaweza tukasema Afrika yenye mafanikio makubwa kuliko klabu nyingine yote. Kwa maana ya kwamba kila kilichowekwa mbele yake alikuwa anachukua, tukimaanisha makombe. Kwa hiyo ndio klabu pekee ambayo imezingatia, naweza kusema pia katika matakwa muhimu ambayo kocha alikuwa anahitaji, na wamefanikiwa kutaka wale wachezaji, kuwapata wale wachezaji ambao walikuwa wanawataka. Lakini ni vizuri tukakutana huko ndani katika ile dabi ambayo tunazungumzia, dabi ya 3 barani Afrika kwa ubora. Tukakutana hapo ndani kati ya Simba Sports Club na Dar es Salaam Young Africans, tukajua nani amezingatia usajili uliokuwa bora, ili tujue nani ambaye ni bora zaidi ya mwenzake. Kwa sababu tumeona ndani ya miaka hii mitatu miwili iliyopita hapa, miaka miwili mitatu iliyopita hapa nyuma, Dar es Salaam Young Africans amekuwa ndio anaingia kama giant kwa dhidi ya Simba, akiwa ni underdog dhidi ya Yanga. Kwa hiyo mambo ambayo anafanya mambo makubwa sana Dar es Salaam Young Africans, ikiwa moja wapo ni pamoja na kumpiga Simba Sports Club mara 5 mfululizo, kitu ambacho hakijawahi kutokea katika nchi yetu toka ligi yetu inaanzishwa. Haijawahi kutokea Simba akamfunga Yanga mara 5 mfululizo, wala Yanga akamfunga Simba mara 5 mfululizo zaidi ya msimu huu wa Engineer Harris Saidi na GSM katika uwekezaji wa pesa ambazo wanaziweka. Kwa hiyo mafanikio makubwa ambayo tunayapata katika pesa ambayo tunaichukua, ambayo inatuendeshea timu yetu kutoka kwa GSM na uongozi bora uliotengenezwa na Engineer Harris Saidi. Hayo yote uweze kuyapata zaidi ya Dar es Salaam Young Africans. Lakini sio kwa Tanzania tu mafanikio hayo ya kumpiga mpinzani wako mara 5 mfululizo. Hii imeenda mbali. Kama leo tukifanikiwa kushinda mara 6 mfululizo, inaweka rekodi Dar es Salaam Young Africans ndio timu ya kwanza barani Afrika kuweka rekodi ya kumpiga mpinzani wako mara 6 mfululizo. Haijawahi kutokea kwenye dabi. Yani dabi popote leo Dar es Salaam Young Africans akimpiga mtu tena, yani akishinda tena, iwe goli 1 goli 2, ili mradi ashinde tu. Akishinda na maana itakuwa ni dabi ya 6 mfululizo Dar es Salaam Young Africans anashinda. Kitu ambacho sio kwa Tanzania, sio Afrika Mashariki na Kati na kusanua. Hii inakwenda kwa Afrika nzima. Haijawahi kutokea dabi yoyote Afrika nzima mtu kupigwa mara 6. Anaenda kuifanya leo Dar es Salaam Young Africans. Pengine Machiri, kwa ulivyoitazama Yanga yako ya msimu huu, labda kuna kitu gani ambacho unahisi kimeongezeka kwenye kimbinu, lakini pia tunasema kwa kocha ambaye amekuja tofauti na ulivyomfunga Simba mara 3 msimu uliopita akiwa na kocha Fadu, na maanisha ngao ya jamii na mechi 2 za ligi kuu. Kwa ulivyoitazama tu walau kwa uchache, japokuwa ni mchezo kirafiki, nini kimeongezeka kwenye kikosi cha Yanga? Imeongezeka sehemu nyingi tofauti katika usajili ambao tumeufanya. Kuna maeneo mengi ambayo tumeenda kusajili. Mimi niseme tu kitu kimoja, tumeongeza rotation za maana. Yani mwalimu anapokuwa anachezesha wachezaji wake wale first 11, kwa sababu mpaka sasa hivi Yanga bado mwalimu hajajua nani awe first 11 nani asiwe first 11, kwa sababu zimechukuliwa talenti. Yani sio wachezaji wanaojua tu mpira, yani ni wachezaji ambao Mwenyezi Mungu tayari ameshawabariki viwango, ameshawabariki vipaji ambavyo toka kwa wazazi wao wakiwa tumboni walikuwa navyo vipaji. Kwa hiyo Dar es Salaam Young Africans wameenda kuchukua maeneo ambayo ni muhimu. Kwa hiyo rotation tunaenda kuziona, yani kwamba akicheza nchini, akicheza Mudathiri, nje unamuona kuna Balaa Conte ambaye pia ana nafasi ya kwenda ku reserve kukaa pale. Umeelewa vizuri? Akicheza Balaa Conte nje unaona kabisa kuna Mudathiri ambaye pia na mechi anaitaka. Lakini pale juu kuna Duke Buye ambaye anaweza akacheza namba 8, au sio bana? Yupo Maxis pia Nzegeli anaweza pia akacheza namba 8 au akacheza pembeni, sio? Lakini tukisema Duke Buye ambaye yuko namba 8, bado nje kuna mtu mmoja anaitwa Mohamed Dombia ambaye yeye pia mechi anaitaka. Kwa hiyo mwalimu atakuwa na kazi kubwa. Nenda pembeni kule uende ukamwangalie Maxis Nzengeli, yupo na Celestine Akua. Nenda huko uende ukamwangalie Pakome, yuko. Yani kiufupi ukienda ukaangalia pale kuna kina Boyeti, kuna kina Prince Dube, yupo akina Maxi akina Clement Mzize. Yani ni timu ambayo imekwenda kuzingatia
yani kwamba sio wachezaji tu wenye vipaji, sio wachezaji tu wenye uwezo mkubwa barani Afrika. Imeenda kuzingatia pia rotation ambazo mwalimu akienda kufanya anapata kitu ambacho kinaweza kikawa zaidi ya yule ambaye alianza, au sio bana, au kikawa kina kitu ambacho anasema kuna ule mchezaji ambaye ukimuingiza yeye mwenyewe binafsi bila matendo ya mwalimu katika uwanja wa mazoezi, yani yeye anaweza akakupa kitu chake. Sasa kile kitu chake ndo tunasema mwalimu akufundishi, ila ni uwezo ambao Mwenyezi Mungu binafsi amefanya nini, amekupa. Kwa hiyo Yanga imezingatia vitu vya msingi. Ukiacha wachezaji ambao wamefundishwa na walimu katika uwezo wao, bado imezingatia vipaji ambavyo Mwenyezi Mungu amewaongezea katika tunasema vile vipaji halisi kutoka ndani ya matumbo ya mama yao. Kwa hiyo tumepata rotation za maana, tumepata wachezaji wenye ujuzi, tumepata watu wenye ubunifu ndani ya uwanja. Mimi naamini humu ndani leo kama mtu hakuondoka, kama mtu hakupigwa goli 3, basi nyundo za kichwa leo zitatua hata 6. Nyundo za kichwa leo kuna uwezekano wa kutua hata 6. Machiri, tumwangalie kocha Faldu Davis, ana dabi hii ya 3, si ndio, na Yanga Afrika zote akiwa amefungwa. Na jana anasema yeye hana hofu, labda wenye hofu ni Yanga Afrika. Tukimwangalia kocha Romain Folz, ni kocha mgeni, lakini jana anatua mkwala, anasema kwamba msitegemee kuiona Yanga mechi ya kirafiki siku hii ya leo. Hii inatengeneza picha gani kwenye mchezo? Mwalimu kwanza acheki, ukimwangalia Romain Folz acheki. Au bana, tofauti na Fadu anakuwa na tabasamu fulani hivi, umeona? Lakini mimi nikwambie kitu kimoja, hapa kuna mwalimu ambaye anatabasamu kufurahisha watu wenye jukwaa, lakini kuna mwalimu ambaye sura yake yenyewe ni ya mbuzi kutaka kupata mafanikio kwa kile kitu ambacho anakiona uwanjani. Umeelewa? Romain Folz ni kocha ambaye ana mafanikio makubwa sana. Ukianza katika ngazi ambayo alikuwa anacheza mpira binafsi, umemuona timu yake ya taifa alishawahi kucheza mpaka kombe la dunia. Umemuona katika mashindano ya championship, amecheza barani Ulaya. Ni kocha ambaye ana mafanikio makubwa katika ngazi hizo, bado pia katika ngazi za ukocha wake akiwa anafundisha. Lakini Fadu ni kocha ambaye bado ni kocha laini, ambaye akikaa akipata matokeo, akifungwa yeye anaona poa, akishinda yeye anaona poa. Tofauti na Romain Folz. Romain Folz yeye siku zote ni mtu wa kuangalia ushindi. Angalia timu sasa hivi namna ilivyo. Juzi tumekuja kuingiza hapa, umeangalia, ukimwangalia Balakonte alipelekwa juu, au sio bana? Yule ambaye Duke Buya ambaye anacheza namba 8 aliletwa chini. Ushaona mtu ambaye tumemzoea Celestina Akua anacheza namba 7 au 11 akaletwa 10. Kwa hiyo ilikuwa vice versa ambayo mwalimu alitengeneza. Leo unaenda kuona kitabu halisi kilichoitengeneza ligi ya Tanzania. Unakuja kuiona leo. Yaani ule uhalisia wa timu ya Dar es Salaam Yanga Afrika unakuja kuiona. Na huyu Fadu sio kapigwa mara 3 tu. Huyu Fadu leo anakwenda kutengeneza rekodi katika makocha ambao dabi imepigwa mara 5 mfululizo. Leo ni ya 6. Yeye ndo atakuwa kocha namba 1 ambaye anapigwa dabi ya 4 mfululizo. Yaani katika makocha wote waliopita Simba Sports Club, hao wengine watakuwa wamegawana, wamepigwa mara 2, lakini yeye ndo anakuwa kocha ambaye anapigwa mara 4 mfululizo leo hii. Na nimekwambia akipigwa mara 4 mfululizo leo Fadu, au sio bwana, akipigwa Fadu mara 4 mfululizo, maana ya kwamba dabi ya Afrika, dabi bora barani Afrika ni tunazungumzia ni Tanzania, si ndio? Simba na Yanga ambao wametengeneza dabi bora barani Afrika kuwa nafasi ya 3. Lakini tunakutana na underdog ambaye tunakwenda kumpiga mara ya 6 kuweka rekodi ya Afrika nzima. Yaani leo nenda kagugo, rekodi ya Afrika nzima hajawahi kutokea kwenye dabi zao mtu kupigwa mara 6 mfululizo. Yanga ndo anaenda kuimaliza leo mzizi wa fitina, na mpiga mtu mara 6 mfululizo, inakuwa dabi ya Afrika, inaandikwa katika historia na maktaba za soka barani Afrika. Tumalizie kwenye hili, Mohamed Hussein Shabalala, mechi yake ya kwanza akiwa Yanga Afrika leo, na tumemwona kwenye utambulisho, ni moja kati ya wachezaji ambao walifurahi sana. Yaani alikuwa kama dansa kwenye sherehe yenu ya juzi. Hii inatengeneza tafsiri gani leo? Inaweza ikamuongezea morali zaidi ya spirit kupambana, au inaweza ikamtengenezea ile confidence mpaka kuweza kuharibu mchezo wa leo pengine? Mimi nikwambia kitu kimoja, ukimwangalia Shabalala, Mohamed Hussein Shabalala, unayemaanisha ni kwamba yeye mjomba wake halisi alikuwa anaitwa Zimbo Junior. Zimbo Junior alishoka kucheza Dar es Salaam Young Africans. Yule ni kijana wa Dar es Salaam Young Africans, ametokea kwenye uzao wa Dar es Salaam Young Africans, au sio? Yaani familia yake ni ya Dar es Salaam Young Africans. Isipokuwa katika malezi ya utotoni, namna alipoenda kwenye mpira wake na nini, ndo aliibukia upande ule baada ya kuona kipindi hicho nyuma huku Yanga walikuwa na mtu mpaka uingie Yanga zamani ulikuwa unatakiwa uangaliwe una kipaji cha kutosha sana. Kwa hiyo akaonekana kama ni mtu wa kawaida, lakini mwisho wa siku leo amerudi nyumbani. Umemsikia mwenyewe, nimerudi nyumbani kwenye mafanikio ya wazazi wangu na kuja kuonyesha
nilicho nacho. Mimi naamini anataka kutengeneza historia nyingine kama alivyokuwa Chama. Ametoka kule makombe alivyoona hamna, amekuja huku tukampa makombe 6. Au umesahau ndugu yangu? Makombe 5 amechukua msimu uliopita. Safari hii tumeanza na kombe moja lile la Safari Laga. Tumetoka Safari Laga tumeenda Round Sports tumechukua kombe, sio? Leo tunachukua kombe la 3. Tunakwenda kukusanya hayo matatu tena tunakuwa na makombe mangapi? 6. Unafikiri kuna mchezaji gani ambaye hapendi hivyo vitu? Yeye anakuja kupata furaha kubwa, sio furaha ambayo ameipata umeiona siku ya Mwananchi. Yaani wenzake wote wametambulishwa wanaona kitu cha kawaida. Yaani Dar es Salaam kutambulishwa ni kitu cha kawaida, sisi fresh wameingia. Yeye alipofika, yani alikuwa zaidi ya madensa ambao walikuwa wanapiga pale juu. Kiufupi mimi nakwambia kitu kimoja. Ana furaha kubwa na katika watu ambao tumebahatika kukutana naye. Sisi influencer wa Yanga tumebahatika kukutana na Shabalala katika uwanja wa mazoezi na tumeongea naye kumtoa ile pesha na mambo mengine. Kwamba bwana, siku zote ukishatoka kwa mzazi utabakia tukumuita bwana yule labda alikuwa baba alikuwa nani, lakini ukiwa kwenye maisha yako binafsi unatakiwa utengeneze kitu chako. Kiufupi amekuja kutengeneza yeye kitu chake kwa upande mwingine. Kama alikuwa upande ule, ile ni kazi yake. Sisi tunaangalia anachokifanya ili mshahara unone na ili mshahara uendelee kuwa juu, bonus zake ziendelee kuwa juu. Lazima afanye kile kitu ambacho sisi tumemhitaji kwake. Binafsi nikwambie kitu kimoja, mechi ya leo lazima kama hakuanza yeye, akianza Shadrack Kiboka, babu mambo ni mazuri, lakini naamini kabisa leo Shabalala anakwenda kuadhirisha watu. Atapiga cross moja ya maana, Celestine tunakuwa kama kawaida anapiga kichwa. Sikia Machiri, mashabiki wa Yanga Afrika mnasema Zimbwe amefuata vikombe na furaha. Dabi zilizopita zote amecheza na Yanga, amepoteza kule Simba. Leo akija mnamhakikishia kupata ushindi, maana akipoteza ni yale yale, anakimbia furaha Msimbazi kaja Yanga kuendelea kuumia. Nikwambie kitu. Shabalala ana bahati zake. Shabalala sio Ibrahim Wajibu, sio Umeelewa Akitoka huko akienda huko na kwa matatizo, akienda huko matatizo. Sio Ibrahim Wajibu. Ibrahim Wajibu ndio mchezaji pekee barani Afrika ambaye ana nuksi za ajabu. Ibrahim Wajibu. Nakwambia ukweli. Ibrahim Wajibu yule bwana mdogo ndio mchezaji pekee barani Afrika ambaye ana nuksi. Yaani akienda sehemu makombe uyapate. Lakini Shabalala amezaliwa katika nyota zenye weledi. Yaani amezaliwa katika viungo vyenye mpira. Amezaliwa katika sehemu ambazo wanajua nini ambacho anakifanya. Amekuja na bahati yake. Na leo mimi nakuhakikishia Shabalala hapa anaondoka na kombe na assist moja anatoa yeye. Kabisa mimi nakwambia. Sawa, mimi nikushukuru sana Machiri kwa sana. Asante sana kaka, asante sana. Hotel. Unatafuta mahali pa kukaa wakati wa weekend au safari zako za kikazi? Basi unapofika Dodoma, ichague Brand Hotel. Ni hoteli ya kifahari, chaguo kamili kwako, yenye mandhari nzuri ya kuvutia. Tunajivunia huduma bora ya malazi, chakula na vinywaji. Utapata free breakfast, free wifi, free swimming pool. Vyumba vyetu ni vya kisasa na vifaa vya kipekee vinavyofanya siku yako kuwa ya kufurahisha na yenye kumbukumbu nzuri. Pia tuna kumbi za kisasa kwa ajili ya shughuli mbalimbali na garden ya kupigia picha. Tunapatikana Kisasa, Dodoma, Tanzania. Fanya booking online kupitia booking.com. Wasiliana nasi kwa simu namba 0773467756. Email brandhotel14@gmail.com. Brand Hotel, tunaamini kwenye ukarimu na huduma bora.